haleluya. Makutano, haleluya. Makutano, haleluya. Alipomweka mwanadamu kwenye bustani ili aweze kuitunza, alale amke vizuri, shetani alikuwa mwelevu. Kusoma kwenye maandiko, kwenye kitabu cha Mwanzo hapo utapata hizo habari. Nataka nichukue kipande kidogo tu mpaka na maandiko nasema kwa maana jinsi hii. Hey! Haleluya. Mwanadamu amepewa miliki. Yuko pale na ubavu wake. Wanaishi pale. Wanakula pale. Wanakula anachokitaka. Shetani alikuwa mwelevu. Akaja akamwendea mwanamke. Akamwambia, wewe mwanamke, ninasikia ya kwamba Mungu amesema kuleni matunda yote, lakini mti huu msiweze kugusa. Huyo Mungu anawadanganya, kwa sababu anasema mtakapokula tunda hili mtafahamu, mtafanana na yeye, mtakuwa na ufahamu mkubwa, mtafanana na yeye. Shetani akamdanganya yule mwanamke, akamwambia mume wako, ili tunda ni tamu sana, mkila hili tunda mtafanana na Mungu, mkila hili tunda mtakuwa kama Mungu. Haleluya, haleluya, amen. Na mke akamwambia, sikia nikwambie, kuna habari njema. Habari gani? Nyoka amekuja, anasema tukila hili tunda tutayajua mambo yote, tutafanana na Mungu, tutaujua ulimwengu wote. Haleluya. Mama akasema, siulete tule basi. Haleluya, haleluya. Sijui pale bustanini, yawezekana walikuwa na nyumba nzuri ambayo wako ni safe container. Maana safe container sehemu ya chakula, sema amen. Wakaweka kile chakula, wakaweka ile tunda mezani, wakalikalia, wakalitafuna. Walipotafuna wakajikuta wako siuitikie basi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndipo akaanza kujificha. Mwanaume akaanza kujificha. Mwanamke anaanza, sio kwamba unapojificha kuna watu wengine walikuwa pembeni, hapana. Hapakuwa na watu pembeni, lakini wao wenyewe wakaanza kuoneana nini? Aibu, sema amen.